Kiti cha kiburi. Jina lake lilikuwa Bibi Salma Mkwaju. Ndani ya jengo refu la Shirika la Maendeleo ya Taifa, jina hilo lilitamkwa kwa sauti ya chini, kwa hofu, na mara nyingi likifuatwa na kuvuta pumzi ndefu ya mateso. Alikuwa mwanamke aliyepanda ngazi za madaraka kwa kasi ya kushangaza, lakini aliposimama juu, aligeuka kuwa kivuli kizito kilichokanyaga waliokuwa chini yake. Ofisi yake ilikuwa ghorofa ya 7 yenye vioo vikubwa vilivyoangalia jiji lote. Alipenda kusimama dirishani, mikono nyuma, akitazama magari yakipita chini kama mchwa. Mara nyingi alijisemea moyoni, hawa wote wako chini yangu. Kiti chake cha ngozi kilikuwa kama kiti cha enzi, na kalamu aliyoshika ilikuwa kama upanga. Watumishi walipoitwa ofisini kwake, miguu yao ilitetemeka. Hakuhitaji ushahidi wala utaratibu. Alifukuza kazi kwa hasira, kwa wivu, au kwa sababu tu hakupendezwa na sura ya mtu siku hiyo. Ondoka hapa, kufai! Unanipinga mimi? Najua nifanyalo. Nitahakikisha hutapata kazi popote. Maneno hayo yalitoka kinywani mwake kama risasi. Alifurahia kuona macho yakijaa machozi, mikono ikitetemeka, na sauti ikivunjika mbele yake. Ilikuwa ni chakula cha nafsi yake iliyooza. Ndani ya shirika hilo kulikuwa na vijana wenye elimu, bidii na ndoto. Lakini ndoto zao zilikanyagiwa chini ya visigino vya Bibi Salma. Nafasi nzuri za mafunzo, uongozi na safari za nje ya nchi hazikutolewa kwa haki. Zilitolewa kwa damu yake mwenyewe. Wanawe wawili, Brian na Kelvin, hawakuwahi kufaulu chochote kwa jasho lao. Walikuwa wavivu, wakorofi, na hawakujali lolote zaidi ya starehe. Lakini mama yao aliwafungulia milango yote. Hawa ni wanaume wa kesho, alisema kwa dharau alipoulizwa. Msinifundishe kazi yangu. Vijana wa ofisini waliokuwa wameomba ufadhili wa masomo walilia kimoyomoyo walipoona majina ya wana wa Bibi Salma yakining'inizwa kwenye ubao wa matangazo, wakipelekwa kusoma nje ya nchi, bila vigezo, bila aibu. Kulikuwa na Amina, binti yatima aliyekuwa akifanya kazi mchana na kusoma usiku. Alipopata fursa ya kuomba ufadhili, alikusanya kila nyaraka kwa matumaini. Lakini siku alipoitwa ofisini kwa Bibi Salma, hakutoka na tabasamu. Alitoka na barua ya kukataliwa na moyo uliovunjika. Huna viungo, aliambiwa kwa sauti baridi. Lakini alijua hakukosa viungo. Alikosa kuwa mtoto wa Bibi Salma. Wengine walifukuzwa kazi bila hatia, wakiachwa na mikopo, familia na sabeha. Bi Salma hakujali. Alirudi nyumbani jioni, akavaa nguo za kifahari, akala vizuri, na akalala usingizi mzito juu ya machozi ya wengine. Lakini ndani ya nyumba yake kulikuwa na ufa ambao hakutaka kuuona. Brian alianza kulewa mapema. Aliporudi kutoka masomoni nje ya nchi, hakurudi na maarifa. Alirudi na ulevi, madeni na tabia za giza. Kelvin, mdogo wake, aliingia kwenye matumizi ya bangi na wanawake wa kuuza. Fedha alizopewa mama yake zilimfundisha starehe, si maisha. Bibi Salma alijidanganya. Ni ujana tu, watabadilika. Hakuona kwamba alikuwa amewalea bila maadili, bila jasho, bila heshima. Miaka ikasonga.
Malalamiko dhidi yake yakaanza kufika ngazi za juu. Lakini kabla ya haki kumfikia, mwili wake ulimsaliti. Siku moja, akiwa ofisini, alihisi kichwa kikimzunguka. Maneno ya watumishi yakawa kelele zisizoeleweka. Mkono wake wa kulia ukafa ganzi. Alianguka chini, kiti cha enzi kikimwangusha. Presha iliyokuwa imejificha kwa miaka ikamlipuka. Kiharusi kikamwangusha mwanamke aliyewahi kuwadharau wote. Hapo ndipo safari ya mateso ilipoanza.